Bwana kwa jina la Yesu Kristo na kuweka wakfu kwa Bwana katika jina la Yesu. Katika mwezi wa 4 na kuweka wakfu katika jina la Yesu, na kuweka wakfu kwa damu ya Yesu Kristo. Kila wakfu zote za kichawi zikaniachie katika jina la Yesu, zikaniachie kwa damu ya Yesu Kristo, zikaniachie kwa damu ya Yesu, zikaniachie katika jina la Yesu, zikaniachie kwa damu ya Yesu, zikaniachie katika jina la Yesu, zikaniachie kwa damu ya Yesu Kristo, zikaniachie katika jina la Yesu, zikaniachie kwa damu ya Yesu Kristo. Nafsi yangu ilikuwa wakfu kichawi ikaachiwe kwa damu ya Yesu Kristo, ikaachiwe kwa damu ya Yesu, ikaachiwe kwa damu ya Yesu Kristo, ikaniachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kuweka wakfu nafsi yangu ndani ya mwezi wa 4 katika jina la Yesu, na kuweka wakfu kuanzia tarehe ya kwanza hadi tarehe 31 mwezi wa 4 katika jina la Yesu, na kuweka wakfu kwa Bwana katika jina la Yesu, wakfu kwa Bwana kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni milki ya Bwana katika jina la Yesu, wewe ni milki ya Bwana. Mwili wangu na kuweka wakfu katika jina la Yesu, na kuweka wakfu kama ikafe kwa damu ya Yesu Kristo, na kuweka wakfu katika jina la Yesu, na kuweka wakfu kwa Bwana kuanzia sasa katika. Hebu sema Baba, katika jina la Yesu, nafsi yangu na kuweka wakfu kwa Bwana, na kuweka wakfu kwa Bwana. Mwezi huu utakao ukimtumikia Mungu, roho yangu na kuweka wakfu kwa Bwana, mwili wangu na kuweka wakfu kwa Bwana. Hautakuwa na kigeugeu, hautakuwa na kigeugeu. Utakao ukimuishia Bwana, utakao ukimtumikia Mungu, ukiasikiliza mapenzi ya Mungu. Ayaweka wakfu. Taja, sema nafsi yangu. Nafsi wewe ni jeuri, roho ndio hii radhi, lakini pia mwili ni dhaifu. Sema na mwili wangu na kuweka wakfu, na kuweka wakfu ufahamu wangu, na uweka wakfu, maana wa ufahamu ndio unanipoteza. Wakati mwingine unanionyesha matatizo, unanifanya nimkairi Bwana, unanifanya nisisikize sauti ya Mungu, unanifanya nifanye vitu kwa udogo, hata kutoa unanipinga. We nafsi na we mwili na we ufahamu wangu na uweka wakfu Bwana. Weka ufahamu unaokudanganya. Weka nafsi yako, roho yako. Weka roho, ndio inakuaga radhi. Sema roho yangu unayependa kumcha Bwana, uinuke tena. Roho zozote mbaya zitakaa ndani yangu. Weka. Taja mwili, nafsi, roho. Jizamisha kabisa kwenye wakfu. Rabo shandaraka. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo, nafsi yangu na kuweka wakfu kwa Bwana katika jina la Yesu, na kuweka wakfu kwa Bwana. Kuanzia sasa utayatenda yaliyo mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu, utayatenda yaliyo mapenzi ya Mungu. Ewe fahamu zangu na kuweka wakfu kwa Bwana katika jina la Yesu, na kuweka wakfu kwa damu ya Yesu Kristo. Utayawaza yaliyo ya Mungu, utawaza mawazo mabaya katika jina la Yesu, utawaza yaliyo maovu, utawaza mawazo madogo katika jina la Yesu, na kuweka wakfu. Kuanzia sasa utayawaza yaliyo ya Kristo katika jina la Yesu, utayawaza yaliyo ya Kristo katika jina la Yesu. Imeandikwa, yatafakarini sana yaliyo juu Kristo alipo katika jina la Yesu. Nafsi yangu, fahamu zangu, sikia sauti ya Bwana. Utayatafakari ya Kristo, utayatafakari yaliyo juu katika jina la Yesu, na kuweka wakfu nafsi yangu, na kuweka wakfu katika jina la Yesu. Mwili wangu na kuweka wakfu kwa damu ya Yesu, na kuweka wakfu kuanzia sasa katika jina la Yesu, na kuweka wakfu kwa damu ya Yesu, na kuweka wakfu kwa damu ya Yesu Kristo, na kuweka wakfu katika jina la Yesu. Mwili wangu na kuweka wakfu katika jina la Yesu, na kuweka wakfu kwa damu ya Yesu Kristo. Utaipenda dunia na mambo yake katika jina la Yesu Kristo, na kuweka wakfu kwa Bwana katika jina la Yesu, na kuweka wakfu. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, na kuweka wakfu sasa, na kuweka wakfu katika jina la Yesu, na kuweka wakfu sasa, na kuweka wakfu kwa damu ya Yesu Kristo, na kuweka wakfu katika jina la Yesu, na kuweka wakfu kwa damu ya Yesu, na kuweka wakfu mwili wangu, na kuweka wakfu katika jina la Yesu, na kuweka wakfu kwa damu ya Yesu Kristo, na kuweka wakfu katika jina la Yesu. na kuweka wakfu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuweka wakfu kwa Bwana, ninakuweka wakfu kwa Bwana. Wewe mwili wangu ninauzamisha kwenye wakfu wa Bwana, ninauzamisha kwenye wakfu wa Bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuweka wakfu kwa Bwana, ninakuweka wakfu kwa Bwana. Roho yangu naiweka wakfu kwa Bwana, itamuhimidi Bwana peke yake, itamuhimidi Bwana peke yake katika jina la Yesu Kristo. Ninakuweka wakfu jioni ya leo, ninakuweka wakfu jioni ya leo, ninakuweka wakfu kwa Bwana, ninakuweka wakfu kwa Bwana. Roho yangu naiweka wakfu kwa Bwana, nafsi yangu naiweka wakfu kwa Bwana, mwili wangu nauweka wakfu kwa Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Nauweka wakfu kwa Bwana, ninauweka wakfu kwa Bwana. Mwili wangu nauweka wakfu, mwili wangu nauweka wakfu kwa Bwana, ninauweka wakfu kwa Bwana, ninauweka wakfu kwa Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Ninajiweka wakfu, ninajizamisha wakfu kwa Bwana, ninajizamisha wakfu kwa Bwana
nitamtumikia Bwana tu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninajiweka wakfu, ninajiweka wakfu kwa Bwana, ninajiweka wakfu kwa Bwana. Mwili wangu nauweka wakfu kwa Bwana, nafsi yangu naiweka wakfu kwa Bwana, roho yangu naiweka wakfu kwa Bwana katika jina la Yesu. Ninajiweka wakfu kwa Bwana, ninajiweka wakfu kwa Bwana. Bwana ndiye atakayenimiliki katika jina la Yesu Kristo. Bwana ndiye atakayenimiliki. Wachawi hawatanimiliki, kuzimu haitanimiliki, tabia zozote hazitanimiliki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana ndiye atakayenimiliki. Bwana wa majeshi ndiye atakayenimiliki. Ninajiweka wakfu kwake, najiweka wakfu kwake, najiweka wakfu kwake, najiweka wakfu kwake. Waganga hawatanimiliki, mawazo mabaya hayatanimiliki kwa jina la Yesu. Najiweka wakfu kwake, najiweka wakfu kwa Bwana. Ninaweka wakfu fahamu zangu, naweka wakfu mawazo yangu, maana mawazo yangu hayatamilikiwa na kuzimu, hayatamilikiwa na yoyote, yatamilikiwa na Bwana, yatamilikiwa na Bwana, yatamilikiwa na Bwana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yatamilikiwa na Bwana, yatamilikiwa na Bwana. Mawazo yangu yatamilikiwa na Bwana, vitu vyangu vitamilikiwa na Bwana. Najiweka wakfu kwa Bwana. Nafsi yangu itamilikiwa na Bwana, roho yangu itamilikiwa na Bwana, kila cha kwangu kitamilikiwa na Bwana, utumishi wangu utamilikiwa na Bwana, hatima yangu itamilikiwa na Bwana, kila cha kwangu kitamilikiwa na Bwana. Kila cha kwangu ni cha Bwana, kila cha kwangu ni cha Bwana, kila cha kwangu ni cha Bwana. Sitamilikiwa na kuzimu, nitamilikiwa na Bwana. Ninajiweka wakfu, ninajiweka wakfu, ninajiweka wakfu, ninajiweka wakfu kwa baba yangu, najiweka wakfu kwa baba yangu, najiweka wakfu mwezi wa 4, najiweka wakfu maisha yangu yote. Amen. Sema Baba, katika jina la Yesu, mwezi wa 4 ninakuweka wakfu kwa Bwana. Haya, pita tarehe ya kwanza, tarehe ya pili, tarehe ya tatu. Pita tarehe ya kwanza, pata tumeshapita, lakini pita. Yes, pita mpaka ya mwisho. Sema nakuweka wakfu Bwana, nakuweka wakfu kwa Bwana wangu, nakuweka wakfu, nakuweka wakfu. Kama walikuweka wakfu kwenye madhabahu zao na wakaufanya mwezi huu wanipeleke wanavyotaka, na mimi nimekataa. Mimi nimejiweka wakfu, na wewe mwezi wa 4 nakuweka wakfu Bwana. Utakuwa ni mwezi wangu, utakuwa ni mwezi wangu. Ni mwaka wetu wa divine intervention, lakini we ni mwezi wangu wa mbingu kuwa wazi, maono mapya ya Mungu kuachiliwa juu ya maisha yangu. Ninakuweka wakfu. Pita tarehe zote, ropo shaka, tarehe ya kwanza, tarehe ya pili, tarehe ya tatu, ya 4, mwezi wa 4 na kuweka wakfu Bwana. Utakuwa ni matumizi ya Bwana kwa ajili yangu. Kila baraka iliyokusudiwa mwezi wa 4 haitanipita. Na kuweka wakfu, na kuweka wakfu kila cha kwangu kilichokusudiwa, kilichoandikwa mwezi wa 4. Hata kama wachao mliniwahi, niko kwenye madhabahu leo, ninafuta, ninaondoa, ninaweka mwezi huu kwa mweupe. Sema nauweka wakfu leo, nauweka wakfu kwa ajili yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya kanisa langu. Ninauweka wakfu wa mwezi wa 4. Ninakuweka wakfu Bwana, ninakuweka. Haya, weka. Nauweka wakfu, nauweka wakfu kwa Bwana. Mwezi wangu wa 4 nauweka wakfu, ninauweka wakfu, ninauweka wakfu kwa Bwana. Mwezi wangu wa 4 utamilikiwa na Bwana. Ninauweka wakfu tarehe ya kwanza, ninaiweka wakfu, inapita tarehe 2, ninaiweka wakfu, inapita tarehe 3, ninaiweka wakfu, tarehe 4 naiweka wakfu, tarehe ya 5 naiweka wakfu, tarehe ya 6 naiweka wakfu, tarehe ya 7 naiweka wakfu, tarehe ya 8 naiweka wakfu, tarehe ya 9 naiweka wakfu kwa Bwana. Ninaiweka wakfu kwa Bwana, ninaiweka wakfu kwa Bwana. Tarehe ya 10 naiweka wakfu kwa Bwana. Tarehe ya 11 ninaiweka wakfu kwa Bwana. Tarehe ya 12, tarehe ya 13, tarehe ya 14, tarehe ya 15 ninaiweka wakfu kwa Bwana. Tarehe ya 16 ninaiweka wakfu kwa Bwana. Tarehe ya 17, tarehe ya 18, tarehe ya 19 ninaiweka wakfu kwa Bwana. Tarehe ya 20 ninaiweka wakfu kwa Bwana. Tarehe ya 21, tarehe ya 22, tarehe ya 23, tarehe 24, tarehe ya 25, tarehe ya 26, tarehe ya 27, tarehe ya 28, tarehe ya 29, tarehe ya 30, tarehe zote za mwezi wa 4 ninaziweka wakfu kwa Bwana. Tarehe zote za mwezi wa 4 ninaziweka wakfu kwa Bwana, ninaziweka wakfu kwa Bwana, ninaweka wakfu kwa Bwana. Hii mwezi wa 4 ukawe wa baraka kwangu, ukawe wa baraka kwangu, ninaweka wakfu kwa Bwana. Huu mwezi wa 4 ukawe wa baraka kwangu.
Ninauweka wakfu kwa Bwana, ninauweka wakfu kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Ninauweka wakfu kwa Bwana, uwe wa baraka kwangu, baraka zilizoachiliwa na mbingu mwezi huu wa 4, wewe zikaende na mimi, zikawe na kwangu, zikawe kwangu. Neema zilizoachiliwa mwezi huu wa 4 na kwangu zisipite, zikawe kwangu, zikawe kwangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaweka wakfu, ninaweka wakfu kwa Bwana, ninaweka wakfu kwa Bwana, ninaweka wakfu kwa Bwana mwezi huu wa 4. Naweka wakfu neema inayotembea na madhabahu kwa jina la Yesu. Mwezi huu wa 4 isipite kwangu, isipite kwangu. Baraka zinazotembea na madhabahu kwenye mwezi huu wa 4 zisipite kwangu, zisipite kwangu. Zitembee na mimi, zitembee na mimi, zitembee na mimi, zitembee na maisha yangu, zitembee na mimi, zitembee na mimi, zisinipite. Neema inayotembea kwenye madhabahu isinipite, isinipite, itembee na mimi kwenye mwezi huu wa 4, itembee na mimi, isiniache, itembee na mimi, isiniache kwa jina la Yesu, itembee na mimi, isiniache. Baraka zinazotembea neema la makimbilio, mwezi huu wa 4 zisiniache, zisiniache, zitembee na mimi, zitembee na mimi, zitembee na mimi kwenye maisha yangu, kwenye utumishi wangu, kwenye biashara yangu, kwenye kila eneo, kwenye kila mahali katika jina la Yesu. Zitembee na mimi hizo baraka. Ninaweka wakfu kwa Bwana, ninaweka wakfu kwa Bwana mwezi huu wa 4, naweka wakfu kwa Bwana, ninaweka wakfu kwa Bwana katika jina la Yesu. Bwana atamiliki mwezi huu wa 4. Ninaweka wakfu, ninaweka wakfu kwa Bwana, ninaweka wakfu kwa Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo, mwezi wa 4 na kuweka wakfu, na kuweka wakfu kuanzia tarehe ya kwanza hadi tarehe 30 katika jina la Yesu, na kuweka wakfu katika jina la Yesu. Mbingu zangu zikawe wazi, mbingu zangu zikawe wazi katika jina la Yesu. Mbingu zikafunguke kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Umande wa mbinguni wakawe ni sehemu yangu katika jina la Yesu. Mbingu zikafunguke kwa ajili yangu katika jina la Yesu. Mbingu zikafunguke kwa ajili yangu mwezi wa 4 katika jina la Yesu Kristo. Mbingu zikafunguke kwa ajili yangu katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Hebu shika sadaka yako sasa. Shika sadaka yako. Kesho tena tunakutana saa 10, usikose. Kesho tutavunja, tutabomoa kila ambacho kimesimama kwenye mwezi wako wa 4. Usikose kabisa kesho, usikose. Usikose. Na Alhamisi nitaachilia anointing oil special, mafuta ya upako. Lakini kesho usikose. Njoo uondoe Wahiti, Waperesi. Njoo uondoe Wakanani waroka kwenye mwezi wako wa 4. Kuanzia tarehe ya kwanza mpaka tarehe ya mwisho. Tutakuwa vuruga. Sema, Bwana Yesu, nimeshika sadaka yangu mkononi. Asante kwa kunifungua. Asante kwa wakfu. Asante kwa toba. Upokee toba yangu, upokee wakfu wangu. Bwana Yesu, nimejiweka wakfu tena. Unihudumie mwezi huu wa 4. Nisipitwe mwezi huu wa 4. Huu mwezi ni wa kwangu. Natamani kuona mabadiliko, afya ya kiungu, ulinzi wa kiungu, neema ya kiungu, mafanikio ya kiungu, utajiri wa kiungu, kutembea na we kiungu, kila kitu, hatua zangu ziwe za kiungu, mbingu ziwe upande wangu, mawazo na maono mapya ya kibiashara, ya kiuchumi, ya kiufahamu, ya kila eneo. Bwana Yesu, tumemaliza robo ya mwaka na sasa ni kama nimeanza mwanzo mwingine kuelekea nusu ya mwaka. Bwana Yesu, ninajua kinabii hapa kuna kitu. Ni sawa sana mwanzo mpya. Nimeanza tena baada ya robo hii. Omba na hiyo sadaka. Mwambie Yesu, natamani. Huu ni mwanzo mpya tena, tumeanza robo shantaraka. Nataka utamani kabisa. Nataka utamani kabisa. Na utaona mafanikio, utaona mgeuko mwezi huu. Akili yako itahamishwa, itakuwa ya kimbingu. Utaona mbingu zitakavyokutetea kwenye afya, kwenye neema. Hutalazwa hospitali, hutakufa, hutakosa chakula, hutahangaika. Mungu atainua watu kukusaidia mwezi huu. Mbingu zitaachia maono mapya ya vipato vingine vya kiuchumi. Yes, mwelekeo mpya. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Joto mwanangu. Nikushukuru wewe ambao ulikuwa unatufuatilia katika mtandao wetu wa YouTube, Tent of Refuge Church of All Nations.
Mungu akubariki sana. Nina imani umefunguliwa vya kutosha. Kama mama alivyosema, kesho pia tunaendelea na mfungo wetu wa siku 3. Tunakutana hapa saa 10 kwa ajili ya maombi. Tutakuwepo hapa. Karibisha na mwenzako. Mungu akubariki sana. Kwaheri. He died for me on Calvary, and he washed my sins away. It's a wonderful day, oh yes, wonderful day.